go at Victoria, Lake Victoria. Do you know Lake Victoria? Jina yangu naitwa Mwalimu Victor Vincent. Ni mwalimu wa taaluma msaidizi. Siku ya leo nimepata fursa au nafasi ya kuwa na safari ya mafunzo au study tour wa shule yetu ya Bunazi Green Acres. Labda nieleze kidogo kwa ufupi kuhusu Bunazi Green Acres. Bunazi Green Acres ni shule ya mchepuo wa Kiingereza inayopatikana katika wilaya ya Misenyi, mkoa wa Kagera. Kifika Misenyi iko katika kata ya Kasambia, kijiji cha Bunazi kwa wale wasioifahamu. Mara nyingi tumekuwa tukiwa na ziara za mafunzo kwa watoto wetu ili waweze kujifunza mambo mbalimbali yanayoendelea ndani ya nchi yetu. Bunazi Green Acres ni shule ambayo imefanikiwa katika mambo mbalimbali tangia imeanzishwa. Sio shule kongwe kivile, lakini ni shule ambayo inakuwa imeanzishwa mwaka 2016, lakini ukiangalia kwa kipindi ambacho imeanzishwa unaweza kuona ni kifupi, lakini mafanikio iliyonayo ni makubwa. Na hii nafikiri ni kutokana na uongozi thabiti wa shule hii. Shule hii mimi binafsi nilijiunga kwenye shule hii mwaka 2019, takriban miaka 6 sasa. Kitu cha pekee ambacho nimekiona katika shule hii, kama nilivyosema, kwanza ni uongozi thabiti ambao imewezesha shule hii kukua na kuendelea kufanya vizuri zaidi na kuwa na ushindani ndani ya nchi ya Tanzania. Shule hii ina sifa nyingi tu ambazo ninaweza nikazieleza kwa ufupi ili watu waweze kuielewa vizuri shule ya Bunazi Green Acres. Kitu cha kwanza ambacho utapenda endapo utafika katika shule ya Bunazi Green Acres, kwanza ni swala la mazingira. Ukifika Bunazi Green Acres utaona miti mizuri. Ukiingia ndani utakuta barabara za kutembea kwa miguu kwa wanafunzi, lakini vile vile swala la miundombinu, utakuta madarasa mazuri, vyoo safi, mabweni ya kutosha, madarasa ya kutosha. Lakini vile vile kuna vitu vingine vya kipekee kama masomo ya computer laboratory zipo, lakini vile vile kuna maktaba ya kisasa. Kwa hiyo vitu hivi na miundombinu hii yote inaipa sifa na imeiwezesha Bunazi Green Acres kuendelea kuwa imara hasa katika swala zima la taaluma. Kwa mfano, mwaka 2020 Bunazi Green Acres ilifanikiwa kuwa ya pili kitaifa. Ilikuwa ya pili kitaifa, na tangia hapo Bunazi Green Acres imeendelea kufanya vizuri zaidi katika taaluma. Na yote ni kutokana na uongozi thabiti kama nilivyosema, lakini vile vile walimu wanaoajiriwa pale ni walimu wenye sifa, wabobezi na wenye moyo wa kufanya kazi, wasikivu na watiifu ndani ya usimamizi mzuri wa viongozi. Tunamshukuru sana mkurugenzi wetu Jacqueline Ushaigo na timu yake ya wakurugenzi wengine, wanafanya mambo mazuri. Shule hii wanatenda haki katika swala la kulipa wafanyakazi na kuajiri wafanyakazi. Kwa hiyo nafikiri mambo hayo yote yameisababisha shule ya Bunazi Green Acres kuendelea kuimarika zaidi na kuendelea kufanya vizuri. Leo hii ninavyoongea hivi, tumepata nafasi hii ya kuja kutembelea manispaa ya Bukoba. Tutakuwa na safari ya kutembelea maeneo mbalimbali. Mimi nafikiri hii ni fursa kubwa sana kwa watoto wetu, kwa sababu watoto wetu tunapowatoa nje ya shule kuna vitu vingine wanajifunza. Kwanza kuanzia na swala zima la usafirishaji,
njiani kuna vitu watakuwa wamekutana navyo, lakini vile vile ile furaha, kuna vitu vingine wanajifunza tu kusikia kwamba sasa na wao wanapanda magari wanaenda kusafiri. Lakini vile vile kwa mfano hapa tuko Kaitaba, kuna watoto hawajawahi kuona uwanja mzuri kama huo wa Kaitaba. Kwa hiyo itakuwa kwao ni furaha kuondoka mahali hapa kwa mfano. Lakini vile vile baada ya hapa tutakuwa na safari pia ya kuelekea airport. Watoto wetu tunatamani wajifunze kuhusu masuala ya usafiri wa anga. Kwa hiyo yamkini kuna wengine wanatamani baadaye waje wafanye kazi mbalimbali, na ndio maana tunawaleta ili waweze kujifunza, wajue fursa ziko wapi. Na wengine watatamani kuwa wachezaji wa mpira kama hivi tumeleta Kaitaba, lakini tunapoenda airport tunatamani wanafunzi wajifunze jinsi marubani wanavyofanya kazi na waweze kuelewa swala zima la usafiri wa anga. Lakini vile vile tutaweza kutembea maeneo mengine kama ufukweni, waangalie ziwa ambalo pengine wanalisikiaga wakisimuliwa. When you go at Victoria, what can you do from there? What can you do from there? Eh? What? Raise up your hand. Swimming. Yes, swimming, yeah? Come too slowly. Majina naitwa Witness Natunda Michael. Ninasoma shule ya Bunazi Green Acres. Umejisikiaje kwenda study tour? Nimejisikia vizuri. Nimecheza mpira. Pia nikacheza na marafiki zangu. Kwa majina naitwa Gideon Leonard Laurent. Nina miaka 8. Niko darasa la 2. Ninajisikia vizuri. Unawaambia nini wazazi na watoto wenzio? Nawaambia hivi kwamba tumecheza na tumefurahia. Extend.
Sasa nje kabisa ambapo tumepaki magari, watu wanakuja wanasubiria abiria. Hata wewe pia unaweza ukafika, mtu yoyote yule anaweza akafika kwenye nini? Kwenye land area, si ndio? Lakini kitu cha pili inaitwa terminal building. Terminal building ndio hii jengo. Majengo yote yanapatikana ndani ya airport. Ile pale, hii hapo, ile ya kule ofisi, hiyo ndo nini? Terminal building, si ndio? Lakini kitu cha mwisho kabisa tunaita airside. Airside ndio hii huko. Huko hawezi kuja mtu yoyote ambaye hausiki. Sawa? Kwa tukisema airside na vitu vingapi? Vitatu. Ambao tunasema runway, taxiway na nini? Na apron. Tukisema runway ni ile barabara ndefu, unaona ile mpaka kule. Ile na nini? Runway, si ndio? Lakini tukisema taxiway ni kitu ambacho kinaunganisha runway na apron. Kwa runway unaona kile kisehemu kidogo hichi cha kati hapo, kidogo hichi. Hicho ndo nini? Hicho ndo taxiway. Alafu apron ndo hapo sasa. Umeelewa? Ina nini? Hii ndo apron ambayo ndege zetu zinakuja zinapakiwa hapo. Kama kuna matengenezo yanafanyika, kama ina shida yote inafanywa hapa apron. Ikimaliza na nini? Inaingia kwenye taxi alafu ina nini? Inaondoka. Sawa tu wazuri eh? Kuna kitu gani ambacho mtaka mjue kingine? Niambieni. Nani huyu ana swali? Nani mwenye swali? Niulize. Niulize basi, mtamniuliza swali lolote. Basi tuende question. Anaendesha ndege anaitwa pilot. Nani anataka kuwa pilot hapa? Wote. Sawa, msome sana, mtakuwa wote nini? Mapilot, si ndio? Ili mwe mapilot, si ndio? Natakiwa mjue kusema nini? Hesabu. Kwa kipindi hicho wote mhakikishe mnafaulu hesabati ili muweze kuwa mapilot. Na ukifika O level kutokea form 1 mpaka form 4 unatakiwa ujue masomo ya science. Ujitahidi usome physics vizuri, ujitahidi usome geography, physics, geography na hesabati. Hayo masomo hayo matatu, physics, geography na nini? Na hesabu. Hayo masomo ukisoma ukafaulu vizuri. Kombi hizi za kwenda kusoma, maana sio lazima ufike form 6, si ndio? Unaweza ukaishia form 4 umepata division yako 1 nzuri. Kama mbele mimi nitakwenda kusoma pilot. Usipoteze muda kwenda si kusoma form 6, si form ngapi huko. Lakini kama unataka kwenda kusoma unasoma. Lakini kama unataka kuwa pilot unaweza kaishia form 4. Unaweza kusoma huko. Vyuo vipo vingi Tanzania na nje nini? Ya nchi. Unasoma vizuri na unapoona unaendesha ndege. Mimi hadharani